Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. 7 Fruit ndio mchezo wangu mama naupenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia. Asante bwana Zai, niko vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimekuja Jangwani nimepata supu ya ngamia. Naamini waandishi wa habari nimepata supu ya ngamia ya kutosha. Na vile vile kwa niaba ya waandishi wengine wote tunapasa kuwapa kila mmoja aondoke na bakuli ya supu, ukamwoneshe mke wako na mwanao, waambie Yanga Afrika amekupa supu kwa ajili ya ngamia. Supu hii manake ni ishara tosha uongozi wa klabu ya Yanga. Inaendelea kuenzi historia ya klabu hii. Tulianzisha supu na leo ni supu day ya ngamia. Watu wanakunywa supu, wanakula chapati, wanaburudika. Lakini supu hii ya leo tumepitia changamoto nyingi zaidi kuliko miaka mingine yoyote. Supu ya leo kuna shabiki wa klabu ya Yanga alifariki ili leo tuweze kupata pointi 3 na kuanza kunywa supu tarehe 8 Machi. Supu ya leo viongozi wa Yanga walala jela ili kupigania klabu hii tuweze kupata supu pale Tabora. Supu ya leo tulipishana na mamlaka kwa ajili ya kutetea haki yetu hii tuweze kuwa mabingwa ndani ya msimu huu. Supu ya leo tumeshinda dhuluma na fitina zote ndani ya mpira wa nchi. Ndio maana tunaburudika kunywa supu ya leo. Kwa supu ya leo maana yake ni ishara tosha. Mashabiki na wanachama wa klabu hii wamepigia katika mvua, katika jua, katika nyakati zote. Ni muda wa kujipongeza kunywa supu. Uongozi wa klabu hii wameona thamani na heshima kuwapa mashabiki na wanachama kuwapa supu ya ngamia. Ngamia hapatikani sehemu yoyote, ni zaidi ya Jangwani. Ngamia anapatikana Dubai. Ngamia ametoka Dubai amekuja Jangwani ili kuwafanya mashabiki na klabu hii waweze kunywa supu, waburudike, waenjoy. Kwa kipekee ni lazima tumshukuru Engineer Said, mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika, rais wa klabu hii chini ya mtendaji, chini ya jemedali Arafat Haji kwa kazi kubwa aliyofanya na chini ya kamati ya utendaji. Lakini kipekee mnyongeni haki yake mpeni. Ni lazima tumpe heshima yake maandishi matatu GSM Ghalibu Said Mohamed kwa kazi kubwa aliyofanya kuwekeza, kazi kubwa aliyofanya kudhamini, kazi kubwa aliyofanya kwa ajili ya klabu hii. GSM ameonyesha dunia, ameambia dunia yeye ni tajiri wa mpira na sio tajiri wa maneno. Ndani ya msimu huu GSM amepata heshima. Yanga amechukua vikombe 4 chini ya uongozi wake, chini ya udhamini wake. Chapa ya Yanga, chapa GSM imekuwa ni chapa bora duniani na Afrika kwa kazi kubwa ambayo amefanya GSM. Tukisema katika nchi hii na Afrika, tajiri wa mpira ni GSM Ghalibu Said Mohamed. Maandishi matatu. Wako wanaume wawili duniani wanaweza kufanya hizo kazi. Yuko United States of America, USA. Kidume wa dunia katika mpira yuko GSM, ndio kidume wa mpira. Ghalibu Said Mohamed, niye mmepata heshima, mmepata ardhi mwaka huu. Mmemjua Ghalibu kazi yake anayofanya. Alisema neno moja, Yanga bingwa, Yanga sio bingwa. Huyo ndio GSM. Tajiri ana maneno mengi. Neno moja tu ni sheria. Yanga bingwa, Yanga achukua ubingwa. Hiyo Yanga Afrika hiyo. Tunakunywa supu na tunaenjoy. Tumebakisha finali ya CRDB na kombe la CRDB. Dhidi ya Singida mnabeba. Sisi kombe la CRDB. Sisi msimu inawezekana uje msimu tumesema tunaenda kuvunja rekodi ya karne. Kwenye karne ya 21 Yanga peke yake ndani ya msimu na makombe 4 na PSG na makombe 4. Tukichukua kombe la 5, Yanga ndio inakuwa timu bora duniani kwa vikombe 5. Ana ngao ya jamii, ana Toyota Cup, ana kombe la Muungano, ana kombe la NBC, ana kombe la CRDB. Tukichukua kombe tarehe 29, Yanga ndio inakuwa timu bora duniani. Anapata Yanga PSG, anapata Real Madrid na wenzake. Huo ndio bora klabu ya Yanga brother. Yanga tumezamilia msimu huu na majembe ambayo tunaleta Zai. Utatamani ardhi pasuke ingie chini. Msimu huu majitu ambayo tunayaleta mtatamani ardhi pasuke. GSM kaniambia naleta mashine hiyo mashine. Kuda dadake. Hatari.
Zai, hatari tunaleta jitu limeshindikana ndani ya msimu. Garibu amenyakisha. Anaita wachezaji kwa ajili ya kuwa mabingwa CAF Champions League ndani ya msimu. Na tunaenda kuwa mabingwa ndani ya msimu. Umedhamiria kwenye ligi ya mabingwa? Msimu ndio mashindano yetu Zai. Tumeumbwa kwa ajili ya kabingwa. Tumeumbwa kuchukua kabingwa. Kabingwa msimu huu, bingwa ambaye tumtarajiwa ni Yanga sasa. Naomba msefu hii. Bingwa mtarajiwa, kabingwa ndani ya msimu huu anaenda kuwa Yanga. Sikiliza niamini mimi ninachokwambia. Sio za ndani, wachezaji ambao tumewaleta Zai. Utasema Garibu kamleta huyu. Utasema mama Garibu kameshindikana. Wachezaji ambao amesajili Garibu nimewaona. Nimewaona Zai. Wewe maishani mwako huja kuwaona. Ukisema huyu Garibu ndo kamleta, utashangaa. Garibu amezamilia kuifanya Yanga iwe kisiwa cha furaha, amezamilia kuifanya Yanga iwe kisiwa cha amani, amezamilia kuifanya Yanga iwe ndio timu kubwa barani Afrika nyuma Nesdo. Sikiza, Mamelodi aliomba po nyumbani kwao Luto South Afrika Kusini. Unaelewa? Mamelodi ni timu ndogo. Mamelodi imeanzishwa 96. Yanga hii unasema tangu mwaka 1910 ipo chini ya wakoloni. Mamelodi nyumbani kwao, rais wao Patrick Mosepe anakuja kutuombalazwa Tanzania. Yanga anazulumiwa nyumbani kwao pale Luto South Afrika Kusini. Uongo kweli? National hapa Benjamin Mkapa, kamuulize Pacome usichomfanya. National anatamani kutenda vilabu vyote, so Yanga. Unasema experience timu kubwa. Experience na historia kuliko Yanga. Mkubwa ambao wa Afrika tumebaki wawili sisi na National. Hao ndio wakubwa wenzetu. Hao wengine wote ni underdog. Ndio maana tukasema National ameanza kuporomoka ubora wake. Msimu huu timu kubwa iliyobaki ni Yanga Sports Club. Na usajili ambao wachezaji wamewaleta, Yanga inaenda kushindikana duniani. Kila mmoja anamuogopa hivi. Akikutana bora ukutana Zam toyo kuliko Yanga. Inakubonga. Yanga hiyo. Wanasema umefuta kelele kwa mitaani. Nani? Kwa mtaani kelele zimeisha kabisa. Ubishi unakuaje? Nilimwambia huyu si wewe Zai. Nilimwambia hivi. Israeli Mwenda umemwona? Nilisema Israeli Mwenda ni bora kuliko nani? Kuliko Kapombe. Sio kama mnifuatilia. Nikamwona ndugu yangu Baraka Mpenja naye anaanza kucheka. Sikiliza. Israeli Mwenda, ili ujue Israeli Mwenda anakupa vitu vitatu vya tofauti. Israeli Mwenda anakaba kama beki, anashambulia kama winga. Israeli Mwenda shavu la kulia anakupigia, kushoto anakupigia. Israeli Mwenda anaweza kucheza namba 6. Israeli Mwenda anakupigia faulo. Kapombe ukiacha kupanda tu kukaba anajua kukaba. Zai nakuuliza wewe. Kapombe ukimwacha kushambulia kukaba anaweza kukaba? Kamuulize alichomkuta juzi. Mabeki hao 4. Kapombe, Chamuu, Kagoma, wote kwa Pacome. Mtu huyu Kapombe ametembea na miguu 4. Kama chimpanzee, miguu 4. Famasiala nini wewe? So shukrani bado.